Karibu msikilizaji mpendwa kwenye taarifa za Kivu News Info. Mimi ni Leta Pepele, mtangazaji wako. Karibu sana kwenye matangazo yetu ya siku ya leo, tukiwa tarehe 1 Agosti mwaka wa 2026. Tunakuletea habari kuhusu hali ya usalama na ya kibinadamu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tutaanza taarifa zetu kutoka Kivu Kusini, ambako hali inaendelea kuwa ya wasiwasi katika maeneo ya Kimete, Kabanja na Baraka. Kabla ya hiyo tutaelekea pia Kivu Kaskazini kufuatia mateso ya wananchi waliokimbia makazi yao kutokana na mapigano yanayoendelea katika maeneo hayo. Endelea kuwa nasi ili uweze kupata taarifa hizo kwa uhakika zaidi. Kivu News Info, kisima chako cha habari. Hali ya usalama katika maeneo ya milima ya juu ya mkoa wa Kivu Kusini inaendelea kufuatiwa kwa karibu, huku vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vikishirikiana na wapiganaji wa Wazalendo vinaendelea kushikilia nafasi zao katika vijiji vya Kimete na Kabanja. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa vyanzo mbalimbali vya eneo hilo, vikosi hivyo bado vinaendelea kuwepo katika vijiji hivyo na vinaendelea na ulinzi wa maeneo wanayoidhibiti. Hata hali hiyo inaonesha kuwa hakuna mabadiliko makubwa yaliyothibitishwa kuhusu udhibiti wa Kimete na Kabanja hadi sasa. Wananchi wa maeneo hayo wanaeleza kuwa hali bado ni ya tahadhari kutokana na hofu ya mapigano ambayo yanaweza kuzuka wakati wowote. Baadhi ya wakaaji wameendelea kufuatia kwa karibu maendeleo ya hali ya usalama, huku wengine wakihofia kurejea kwa shughuli zao za kawaida kutokana na wasiwasi unaotokana na mazingira ya kivita. Wakati ule taarifa ambazo zilisambaa kwenye baadhi ya mitandao ya kijamii zikidai kuwa kiongozi wa kundi la wenye silaha anayejitambulisha kuwa jina la Ngoma Nzito ameuawa au amejeruhiwa zimekanushwa na vyanzo vya ndani vya maeneo hayo. Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, hakuna ushahidi unaothibitisha madai hayo, na hadi sasa hakuna tamko rasmi lililotolewa na mamlaka za serikali au jeshi kuthibitisha au kukanusha moja kwa moja taarifa hizo. Kutokana na hali hiyo, habari hizo zinaendelea kubaki katika kiwango cha madai ambayo hayajapata uthibitisho rasmi. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaendelea kusisitiza umuhimu wa kutegemea taarifa zinazotolewa na vyanzo vya kuaminika, hasa katika kipindi hiki ambacho taarifa nyingi husambazwa kwa haraka kupitia mitandao ya kijamii bila uthibitisho wa kutosha. Kwa upande mwingine, wengi wanaoendelea kuomba hali ya utulivu irejee ili waweze kuendelea na shughuli zao za kila siku kama kilimo, biashara, masomo ya watoto ambazo zimeathiriwa kwa kiasi kikubwa na changamoto za kiusalama zinazojitokeza mara kwa mara katika maeneo hayo. Kwa sasa hali katika Kimete na Kabanja inaelezwa kuwa bado iko chini ya uangalizi wa vikosi vya FARDC na Wazalendo, huku mamlaka zikiendelea kufuatilia maendeleo ya usalama katika maeneo hayo. Tutazidi kuwafahamisha wasikilizaji wetu mara tu taarifa rasmi na zilizothibitishwa zitakapopatikana kutoka kwa mamlaka husika. Hiyo ndiyo taarifa kuhusu hali ya usalama katika vijiji vya Kimete na Kabanje mkoani Kivu Kusini ndani ya Fizi. Wasikilizaji wetu wapendwa, acha basi tuwaelekeze katika mji wa Baraka uliopo ndani ya Kivu Kusini
ndani ya wilaya ya Fizi ambako mamlaka zimeanza uchunguzi kufuatia maandamano yaliyogeuka kuwa vurugu na kusababisha vifo, majeruhi pamoja na watu kadhaa kutiwa nguvuni. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na vyanzo rasmi, jumla ya watu 19 wamekamatwa kuhusiana na matukio hayo. Waliokamatwa ni pamoja na askari 12 wa polisi wa taifa la Kongo pamoja na wanachama 7 wa kundi la Wazalendo. Taarifa zinaeleza kuwa maandamano hayo yalianza baada ya wananchi kupinga ukusanyaji wa ushuru ambao waandamanaji waliudai kuwa haukuwa wa halali. Kadiri maandamano yalivyoendelea, hali ya usalama ilizidi kuzorota na milio ya risasi ilisikika katika maeneo mbalimbali ya mji wa Baraka, jambo lililosababisha taharuki kubwa miongoni mwa wakaaji. Kwa mujibu wa taarifa hizo, mtu mmoja alipoteza maisha huku wengine 4 wakijeruhiwa vibaya. Marehemu alikuwa dereva wa Tume ya Taifa ya Wakimbizi CNR. Inadaiwa kuwa alipata mshtuko mkubwa wakati wa milio ya risasi na baadaye akafariki kutokana na mshtuko wa moyo uliotokana na hali ya taharuki ambayo ilijitokeza eneo ambalo alikuwa. Mbali na madhara hayo ya kibinadamu, maandamano hayo pia yalisababisha uharibifu wa mali. Jengo la ofisi ya DPMR liliharibiwa kabisa na waandamanaji hao, jambo ambalo limeongeza wasiwasi kuhusu hali ya usalama na hatari za vurugu hizo kwa huduma za umma. Baada ya matukio hayo, mamlaka za eneo zimetangaza kufunguliwa kwa uchunguzi rasmi ili kubaini mazingira halisi yaliyosababisha vurugu hizo, namna nguvu zilivyotumika pamoja na kuwabaini wote waliohusika na matukio hayo. Wakaaji wa Baraka wanaendelea kuomba hali ya utulivu iweze kurejea haraka ili shughuli za kawaida ziweze kuendelea bila hofu. Wakati huo huo, viongozi wa maeneo hayo wanatoa wito kwa wananchi kutumia njia za amani katika kuwasilisha malalamiko yao na kuepuka vitendo vinavyoweza kuhatarisha maisha ya watu au kusababisha uharibifu wa mali zao. Kwa sasa uchunguzi unaendelea na mamlaka zinasema matokeo yake yatasaidia kubaini ukweli wa tukio hilo pamoja na kuwachukulia hatua za kisheria wote watakaobainika kuhusika na matukio hayo. Hiyo ndiyo taarifa kuhusu maandamano yaliyogeuka vurugu katika mji wa Baraka wilayani Fizi mkoani Kivu Kusini. Hali ya usalama inaendelea kuzorota katika kijiji cha Batakirwa kilichopo katika kundi la Bafuna wilaya ya Walikale mkoani Kivu Kaskazini. Kuzorota huko kwa usalama kumesababisha mamia wananchi kulazimika kuyahama makazi yao wakikimbia mapigano yanayoendelea kati ya makundi yenye silaha. Kwa mujibu wa taarifa kutoka maeneo hayo, mapigano ya mara kwa mara ya kati ya kundi la uhuru la RDC na Union des Patriotes pour la Défense des Innocents IPDI yameendelea kuleta hofu kubwa miongoni mwa wakaaji. Kutokana na hali hiyo, familia nyingi zimeacha nyumba zao na kuelekea katika maeneo yenye kuonekana kuwa salama zaidi, hasa kando ya barabara ya Ngora kuelekea Walikale. Wananchi waliokimbia makazi yao wamepokelewa na familia za wenyeji, lakini maisha yao yanaendelea kuwa magumu sana. Wengi wao wanasema wanakabiliwa na ukosefu wa chakula, maji safi ya kunywa, huduma za kiafya, dawa pamoja na makazi ya kuwakinga dhidi ya hali mbaya ya hewa. Watu hao ni miongoni mwa walioathirika zaidi na hali hii. Baadhi yao wamekosa fursa ya kuendelea na masomo, huku wengine wakikabiliwa na changamoto za lishe na huduma za afya kutokana na mazingira wanayoishi kwa sasa. Waathirika wa mgogoro huo wanatoa wito wa dharura kwa mashirika ya kibinadamu pamoja na mamlaka za serikali kuwafikishia misaada kwa haraka. Wanahitaji chakula, maji safi, matibabu, dawa na vifaa vingine
vya msingi ili kupunguza mateso wanayoipitia. Kwa upande wake, kiongozi wa kundi la Bafuna Mwami Mongi Lupfuno Espoir amesema ana wasiwasi mkubwa kutokana na kuzorota kwa hali ya usalama katika Batakirwa. Ameitaka serikali kuchukua hatua za haraka kwa kuimarisha uwepo wa vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika eneo hilo. Kwa mujibu wa kiongozi huyo, kuongezwa kwa askari kutasaidia kukomesha mapigano, kuwalinda raia pamoja na kuweka mazingira yatakayowaruhusu wananchi waliokimbia makazi yao kurejea vijijini kwa usalama. Wakati huu, familia zilizowapokea wakimbizi hao zinaendelea kujitahidi kuwasaidia na kuwatumia rasilimali walizo nazo. Hata hivyo, zinaeleza kuwa uwezo wao unaendelea kupungua kadri idadi ya watu wanaohitaji msaada unavyoongezeka kila siku. Hadi sasa, mamia ya familia bado wanaendelea kuishi katika mazingira magumu wakisubiri kurejea kwa amani na usalama katika vijiji vyao. Wengi wao wana matumaini kwamba juhudi za serikali na mashirika ya misaada zitasaidia kupunguza hatari za mgogoro huo na kuruhusu maisha kurejea katika hali ya kawaida. Hiyo ndiyo taarifa kuu ya kuhusu hali ya kibinadamu na usalama katika kijiji cha Batakirwa wilayani Walikale ndani ya Kivu Kaskazini. Mamlaka za eneo la Walikale katika mkoa wa Kivu Kaskazini zinaendelea kutoa tahadhari kwa wananchi kufuatia uwepo wa mabaki ya vifaa vya mlipuko na risasi vilivyoachwa nyuma baada ya mapigano kati ya makundi yenye silaha. Kwa mujibu wa taarifa kutoka eneo hilo, baadhi ya maeneo yaliyokuwa yakikumbwa na mapigano bado yana mabaki ya silaha za milipuko pamoja na risasi ambazo hazijalipuka. Mabaki hayo yanaendelea kuwa tishio kubwa kwa usalama wa raia, hasa watoto na wakulima wanaorejea katika mashamba yao au wananchi wanaopita katika maeneo hayo. Mamlaka za usalama zinaonya kuwa kugusa au kujaribu kuhamisha vifaa hivyo kunaweza kusababisha ajali mbaya na kupoteza maisha. Wananchi wengi wanashauriwa kutoa taarifa mara moja kwa vyombo vya usalama endapo watakutana na kifaa chochote kinachoshukiwa kuwa cha mlipuko. Kwa miaka kadhaa sasa, wilaya ya Walikale imekuwa ikikumbwa na mapigano ya mara kwa mara kati ya makundi mbalimbali yenye silaha. Migogoro hiyo imesababisha vifo vya raia, uharibifu wa mali pamoja na maelfu ya wananchi kulazimika kuyahama makazi yao. Ingawa katika baadhi ya maeneo mapigano yamepungua, hatari zake bado zinaendelea kuonekana. Mbali na uharibifu wa miundombinu na maisha ya wananchi, baki ya silaha za kivita iliyowasilia ardhini yameendelea kuhatarisha usalama wa jamii za watu ambao wanakaa eneo hilo. Viongozi wa eneo pamoja na vyombo vya usalama wanaendelea kuhamasisha wananchi kuwa waangalifu wanapokwenda mashambani, misituni au katika maeneo yaliyokuwa mistari ya mbele wakati wa mapigano. Pia wanasisitiza umuhimu wa kuripoti mara moja vitu vyovyote vinavyotiliwa shaka badala ya kujaribu kuvichunguza wenyewe. Mashirika yanayohusika na usalama wa raia pia yanaendelea kusisitiza umuhimu wa kuondoa kwa mabaki ya vilipuzi katika maeneo yaliyowahi kukumbwa na vita ili kupunguza hatari kwa wananchi na kuwezesha shughuli za kawaida kurejea kwa usalama. Kwa sasa, mamlaka zinaendelea kufuatilia hali hiyo huku zikiwahimiza wakaaji wa Walikale kuendelea kuwa waangalifu na kufuata maelekezo ya vyombo vya usalama ili kuepuka
ajali zinazoweza kusababishwa na mabaki ya silaha za kivita. Hiyo ndiyo taarifa kuu kuhusu tahadhari ya usalama inayotolewa kwa wakaaji wa Walikale na kutokana na uwepo wa mabaki ya vitu vya milipuko vilivyoachwa baada ya mapigano ya makundi yenye kumiliki silaha. Asante sana kuwa nasi. Mashirika matatu ya kirahia katika eneo la Babila Babombi wilayani Mambasa mkoani Ituri yameamua kusimamisha kwa muda shughuli zote za kiuchumi na kulipa kodi kwa ajili ya kushinikiza mamlaka kuchukua hatua za haraka kurejesha usalama katika eneo hilo. Uamuzi huo ulitangazwa baada ya mkutano wa dharura uliofanyika kufuatia kuendelea kwa mashambulizi ya watu wenye silaha ambao wameendelea kusababisha hofu kubwa miongoni mwa wakaaji wa eneo hilo. Viongozi wa mashirika hayo wanasema hali ya usalama inazorota sana katika siku za hivi karibuni, jambo ambalo linawalazimu wananchi kuchukua hatua za kuonyesha kutoridhishwa kwao. Kwa mujibu wa viongozi wa mashirika hayo ya kiraia, tangu tarehe 27 Julai vijiji kadhaa vimekumbwa na mashambulizi. Miongoni mwa maeneo yaliyotajwa ni Makik, Ndiapan, Rubela, Lokaia, Tepe, Itembo pamoja na Pangu. Mashambulizi hayo yamesababisha wakaaji wengi kuhofia usalama wao, kuhusu wengine wengi wakilazimika kuyahama makazi yao kwa muda. Kiongozi wa shirika jipya la kirahia la Kongo amesema pia kuwa wakaaji wa Mabakua pamoja na maeneo ya Biakato na Makumo wanaendelea kuishi kwa hofu kutokana na maendeleo na kuendelea kuzorota kwa hali ya usalama. Kwa mujibu wake, wananchi wanahitaji hatua za haraka kutoka kwa mamlaka za serikali ili kurejesha amani na kuwalinda raia wanaoendelea kuwa katika mazingira ya hatari. Mashirika hayo yameeleza kuwa shughuli za biashara pamoja na ulipaji wa kodi zitasimamishwa hadi pale usalama utakaporejea katika maeneo yaliyoathirika. Wanasema haiwezekani wananchi waendelee kutoa kodi wakati maisha yao na mali zao vinaendelea kuwa katika hatari. Wakati huo huo, viongozi hao wamewataka wakaaji wote wa Babila Babombi kuheshimia maamuzi yaliyofanyika katika mkutano huo wa dharura na kubaki pamoja katika kudai kurejeshwa kwa usalama ambako wameueleza kuwa ni haki ya msingi ya kila mwananchi. Hata hivyo, wamefafanua kuwa hatua ya kusimamisha shughuli za kiuchumi na ulipaji wa kodi si ya kudumu. Wamesema maamuzi hayo yatakuwa yakitathminiwa kulingana na maendeleo ya hali ya usalama na yanaweza kuondolewa mara tu hali itakapokuwa imerejea kuwa ya kawaida. Kwa upande mwingine, viongozi wa mashirika ya kirahia wanaendelea kutoa wito kwa serikali na vyombo vya ulinzi kuongeza juhudi za kulinda wananchi. Wanasema tayari vijiji kadhaa vimeathiriwa ndani ya kipindi kifupi, hali inayodhihirisha umuhimu wa kuchukuliwa hatua za haraka ili kuzuia mashambulizi mengine na kurejesha utulivu katika eneo la Babila Babombi na maeneo yengine jirani. Hizo habari zinatokea huko ndani ya Kivu Kaskazini na hali ya utulivu inaripotiwa kuwa si shwari.